Leo nataka nikuulize swali ambalo huenda hujawahi kujiuliza maisha yako yote. Je, inawezekana maisha ya mtu yaamuliwe na agano ambalo hata hajui lipo? Kwa nini Mungu hakuwahi kuanzisha uhusiano na mwanadamu bila covenant? Kwa nini Yesu hakusema hii ni dini mpya, bali alisema hiki ndicho kikombe cha agano jipya katika damu yangu? Kwa nini damu ilihusika karibu kila hatua muhimu ya Biblia? Na kwa nini Biblia imegawanywa katika sehemu mbili zinazoitwa Old Testament na New Testament? Je, umewahi kujiuliza kwa nini hazijaitwa kitabu cha kwanza na kitabu cha pili? Jibu ni kwamba neno testament lina maana ya covenant, agano. Hii ina maana kuwa Biblia yote si hadithi za watu wa zamani pekee. Ni simulizi la Mungu akianzisha, akithibitisha na kutimiza maagano yake na mwanadamu. Leo nataka nikufungulie siri ambayo zinaweza kubadilisha jinsi unavyozisoma Biblia milele. Neno covenant kwa Kiebrania ni berith na kwa Kigiriki ni diatheke. Kwa Kiswahili tunasema agano. Lakini agano si ahadi ya kawaida, si makubaliano ya biashara, si contract ambayo unaweza kuisaini leo na kuivunja kesho. Katika ulimwengu wa Biblia, covenant ilikuwa binding relationship before God. Ilikuwa uhusiano uliokuwa na wajibu, ahadi, baraka na matokeo. Ndiyo maana watu wa kale waliogopa sana kuvunja covenant. Kwao covenant ilikuwa takatifu kuliko maisha yao wenyewe. Katika dunia ya kale, kabla ya kuwa na benki, serikali za kisasa na mahakama, covenant ndiyo ilikuwa msingi wa jamii. Mfalme alipofanya covenant na taifa jingine, vita vilisimama. Familia zilifanya covenant ili kulinda kizazi. Wafalme walifanya covenant ili kuimarisha amani. Marafiki walifanya covenant ya uaminifu wa maisha yote. Na mara nyingi covenant ilihusisha damu. Kwa nini damu? Kwa sababu Biblia inasema uhai wa mwili ukatika damu. Tazama Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Damu ilikuwa ishara kwamba maisha yote yamewekwa ndani ya agano hilo. Lakini sasa swali linakuja, kwa nini Mungu naye alichagua kutumia covenant? Kwa sababu Mungu si Mungu wa maneno matupu. Anajifunga mwenyewe kwa ahadi zake. Hata pale mwanadamu anaposhindwa, Mungu hubaki kuwa mwaminifu. Ndiyo maana
tunaona covenant ya kwanza ikianza hata kabla ya Abrahamu. Baada ya Adamu na Hawa kuanguka dhambini, Mungu alitoa ahadi kwamba uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa. Hapo tunaona mwanzo wa mpango wa ukombozi. Baada ya gharika, Mungu akafanya covenant na Nuhu, akaweka upinde wa mvua kama ishara. Kila mara unapoona rainbow, kumbuka kwamba si alama ya hali ya hewa pekee. Ni ukumbusho wa covenant ya Mungu kwamba hatawahi angamiza dunia tena kwa gharika. Lakini covenant inayobadilisha historia ni ile ya Abrahamu. Mungu alimwambia, nitakufanya taifa kubwa, na katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Tazama Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2 kuanzia 3. Huyu alikuwa mzee asiye na mtoto. Kwa macho ya kibinadamu, ahadi hiyo haikuwa na mantiki, lakini covenant haitegemei uwezo wa mwanadamu, inategemea uaminifu wa Mungu. Katika Mwanzo 15 kuna tukio la kushangaza. Wanyama walikatwa vipande viwili. Katika utamaduni wa Mashariki ya Kale, pande mbili zilipaswa kupita katikati ya vipande hivyo, zikisema, nikivunja covenant hii na nitendewe kama hawa wanyama. Lakini Abrahamu hakupita. Mungu peke yake alipita kati ya dhabihu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anasema, nitachukua jukumu lote la kutimiza covenant hii. Huu ni upendo wa Mungu. Baadaye Mungu akampa Musa covenant ya Sinai. Hapa ndipo sheria zilitolewa. Amri 10 zikawa msingi wa taifa la Israeli. Lakini sheria ilikuwa na kusudi moja kubwa: kuonyesha mwanadamu kwamba hawezi kujiokoa mwenyewe. Sheria ilikuwa kama kioo, inaonyesha uchafu usoni, lakini haiwezi kuosha. Kisha Mungu akafanya covenant na Daudi. Akamwahidi kwamba mfalme wa milele atatoka katika ukoo wako. Miaka mingi baadaye, Yesu Kristo alizaliwa kutoka katika ukoo wa Daudi. Kwa hiyo, hata covenant hiyo ilitimia ndani ya Kristo. Hapo ndipo tunafika kwenye covenant kuu kuliko zote, the new covenant. Usiku kabla ya kusulubiwa, Yesu akachukua kikombe, akasema, hiki ndicho kikombe cha agano jipya katika damu yangu. Tazama kitabu cha Luka sura ya 22 kuanzia mstari wa 20. Yesu hakusema damu yake ni mfano tu. Alisema ndiyo damu ya covenant mpya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna damu ya ng'ombe wala mbuzi iliyoweza kuondoa dhambi milele. Waibrania 9 inaeleza kwamba Kristo aliingia mara moja tu katika patakatifu patakatifu kwa damu yake mwenyewe na akapata ukombozi wa milele. Hii ndiyo siri ya agano jipya. Lakini covenant huleta nini katika maisha ya mwamini? Kwanza, covenant
huleta identity mpya. Na ndiyo maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia mstari wa 17. Pili, covenant mpya huleta inheritance transfer. Tunakuwa warithi pamoja na Kristo. Na tatu, covenant mpya huleta access kwa ufalme kwa ufalme wa Mungu. Sasa tunaweza kumkaribia Mungu kwa ujasiri. 4, covenant mpya huleta forgiveness. Dhambi hazifunikwi tu, zinaondolewa. 5, covenant mpya huleta matumaini au hope. Hakuna historia ya ukoo inayoweza kuwa kubwa kuliko kazi ya Kristo msalabani. Lakini Biblia pia inatuonya kuhusu kufanya maagano yanayomwondoa mtu kwa Mungu. Katika Agano la Kale, Mungu aliwaonya Israeli wasifunge maagano na ibada za sanamu wala kufuata miungu ya mataifa yaliyowazunguka, kwa sababu yangewavuta mbali na uaminifu wao kwa Mungu. Unaweza kutazama kitabu cha Kutoka sura ya 22 mstari wa 33 hadi 33. Agano Jipya pia linatuita kumwabudu Mungu peke yake na kukataa matendo yote ya giza. Tazama Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 11. Kwa hiyo mwamini anapaswa kujenga maisha yake juu ya agano jipya la Kristo, si juu ya ahadi au mifumo inayopingana na neno la Mungu. Labda unajiuliza, Pastor, hii linanihusu vipi leo? Inakuhusu kwa sababu kila siku unaamua nani unamwamini, nani unamtii, na nani msingi gani unaoongoza maamuzi yako. Msingi salama kwa mwamini ni kubaki katika agano jipya lililothibitishwa na damu ya Yesu. Ndilo agano linalotoa msamaha, uzima na tumaini milele. Ningependa kukuuliza swali la mwisho. Je, unaishi kila siku ukielewa baraka na wajibu wa agano jipya, au unaishi kana kwamba Kristo hakufanya chochote kwa ajili yako? Usiishie kusikia mafundisho haya. Yatafakari, yasome maandiko na umkaribie Mungu kwa imani. Kama somo hili limekubariki, andika kwenye maoni, nimesimama katika agano jipya. Unaweza kulike, share, subscribe ili usikose sehemu inayofuata, ambapo tutachunguza kwa kina kwa nini damu ilikuwa msingi wa kila covenant katika Biblia, na kwa nini damu ya Yesu ni ya kipekee kuliko dhabihu zote za Agano la Kale. Na kama unahitaji maombi, ushauri wa kibibilia, au unataka tusimame pamoja katika maombi kwa ajili ya maisha yako na familia yako, wasiliana nami. Tutafungua maandiko pamoja na kumwomba Mungu akuongoze katika kweli ya neno lake. Mungu
akubariki. Na kama umekuwa ukinisikiliza na bado uhusiano wako na Mungu haujathibitishwa, basi rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Niko mbele zako. Nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimeukubali Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele. Amen and amen. Mungu akubariki. Tuonane tena wiki ijayo wakati kama huu. God bless you and shalom.